Hello, karibu sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa People News. Na asubuhi ya leo tukiwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026, tunakukaribisha kwenye kipindi hichi cha habari. Hii ni People News ambayo inakutarisha taarifa hizi za habari wakati wote na habari zenye kuhakikishwa. Hivyo leo hii tutaweza kuwa ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inazidi kuripotiwa kuwa tete kutokana na mapigano ambayo yanazidi kuripotiwa siku baada ya siku. Tutakuwa maeneo ya huko Kivu Kaskazini, ambako imesemekana kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kufanikiwa kulirudisha kikundi cha waasi wa ADF nyuma wakati walikuwa wakitaka kuingia ndani ya eneo la Mambasa Centre. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya wakimbiaji wa jamii ya Wapigmea ambao wako katika hali mbaya kutokana na kuacha makazi yao na kuweza kukaa katika eneo ambazo hawapati huduma zozote za kiafya, chakula, maji safi na zingine huduma mbalimbali ambazo zinawafanya waweze kujisikia kuwa wanaishi maisha yao ya kawaida. Pia tutaweza kuzungumzia zingine habari nyingi sana kutokea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii. Hii ni People News na mimi ni mtangazaji wako Leta People. Tuanze taarifa zetu za habari tukiwa huko Mambasa, ambako wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF wameweza kushambuliwa pembezoni mwa Mambasa Centre. Hali ya usalama imekuwa ya wasiwasi katika eneo la Mambasa Centre, katika eneo la Mambasa mkoani Ituri, baada ya shambulizi lililodaiwa kufanywa na waasi wa ADF kuweza kuripotiwa katika eneo hilo. Tukio hilo limetokea katika jioni ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 8, ambako milio risasi ilisikiwa katika mtaa wa Arua D ulioko karibu kilomita 4 kutoka katika eneo la Mambasa Centre. Kwa mjibu wa vyanzo vya ndani, watu waliodhaniwa kuwa wapiganaji wa ADF walijaribu kuingia katika eneo hilo ambalo linatajwa kuwa moja ya njia zinazoweza kutumiwa kuingia Mambasa Centre. Baada ya kupata taarifa kuhusu uwepo wa watu hao wenye silaha, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walichukua hatua haraka na kutuma askari pamoja na magari ya kijeshi kuelekea eneo hilo ili kuweza kuzuia hatari ya waasi hao kuingia katika eneo la Mambasa Centre. Shahidi mmoja ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na aliyekuwa Mambasa wakati wa tukio hilo anasema aliona magari kadhaa ya kijeshi yakielekea upande wa Arua D. Kwa mjibu wa chanzo hicho, magari ya brigade ya intervention ya MONUSCO pia ilitumika kusafirisha wanajeshi kuelekea katika eneo la mapigano. Muda mfupi baadaye, milio ya risasi za silaha nzito na silaha ndogo iliweza kusikika kwa dakika kadhaa. Milio hiyo ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa Mambasa Centre. Katika maeneo ya Dar es Salaam, Afrika Kusini, Hewa Bora pamoja na Zunguluka, wakazi kadhaa waliondoka kwa haraka katika nyumba zao wakitafuta maeneo ambayo waliona kuwa ipo salama zaidi. Baadhi ya familia walielekea katika maeneo ya karibu na rompwe ya Mambasa Centre, huku wengine wakikimbilia kwa ndugu na jamaa zao. Wakaaji hao, tukio hilo limeongeza tena hofu ambayo imekuwa ikiambatana na maisha yao kutokana na vitisho vya mara kwa mara vinavyohusishwa na makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo la Mambasa na maeneo mengine ya Ituri. Hata hivyo, kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo, mapigano hayakudumu kwa muda mrefu. Inaripoti kwamba utulivu ulianza kurejea katika dakika chache baada ya kuanza kwa milio ya risasi kufuatia kurudi nyuma kwa washambuliaji waliodhaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Pamoja na hali hiyo kuweza kutulia, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa inayoeleza kwa undani mazingira ya shambulio hilo au ukubwa wa mapigano yaliyotokea. Hakuna pia taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliouawa au waliojeruhiwa katika tukio hilo. Asubuhi ya Ijumaa, magari kadhaa ya vikosi vya usalama yalionekana katika barabara kuu za Mombasa Centre. Uwepo huu wa vikosi vya usalama unaonyesha kwamba mamlaka zimeendelea kuweka uangalizi mkubwa katika eneo hilo ili kuzuia jaribio lolote jipya la kuingia mjini humo. Wanajeshi wa vikosi vingine vya usalama vinaendelea na operesheni za kulinda eneo na kuhakikisha kwamba hakuna hatari nyingine inayoweza kujitokeza dhidi ya raia. Kwa sasa wakaaji wengi bado wako katika hali ya tahadhari, hasa kutokana na hofu ya uwezekano wa mashambulizi mengine mapya. Mombasa imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kiusalama kwa miaka kadhaa kutokana na shughuli za makundi yenye silaha, hususa vikundi vya ADF, ambayo imekuwa ikihusishwa na washambuliaji katika eneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini. Katika tukio la Alhamisi usiku wa ushirikiano kati ya FARDC na MONUSCO ulisaidia kukabiliana na tishio lililoripotiwa katika viungo vya Mombasa Centre. Hata hivyo, kwa kuwa hakuna tathmini rasmi iliyotolewa kuhusu tukio hilo, ni muhimu kusubiri taarifa kutoka kwa mamlaka za jeshi na kiutawala kuhusu hali halisi ya usalama na uwezekano wa kuwepo kwa waathirika. Kwa sasa hali inaonekana kuwa imetulia, lakini ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya Mombasa Centre. Wananchi wanaendelea kuitwa kuwa waangalifu na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kuhusu uwepo wa watu wa mienendo inayoweza kuhatarisha usalama wa jamii. Tutaendelea kufuatilia hali hiyo ya usalama ya Mombasa na kuwaletea taarifa mpya mara tu tutakapozipata kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Tuelekee basi huko Beni ambako familia 67 za jamii ya Wapigme zimeweza kuishi katika hali ngumu baada ya kuweza kukimbia eneo ambazo walikuwa wakiziishi kutokana na vurugu za ADF. Takribani watu 200 kutoka katika jamii ya wenyeji ya Wapigme wanaishi katika hali ngumu katika eneo la Boikene mjini Beni mkoani Kivu Kaskazini. Watu hawa wanajumuisha familia 67 ambazo zinalazimika kukimbia makazi yao kutokana na vurugu zinazohusishwa na waasi wa ADF. Familia hizo zinasema zilikimbia katika eneo lao la Ngadi lililoko pembezoni mwa mji wa Beni baada ya shambulio lililotokea mwishoni mwa mwezi wa Mei. Baada ya kuondoka katika eneo hilo na kwa kuhofia usalama wao, familia hizo zilipata hifadhi ya muda katika eneo la Boikene. Lakini tangu walipofika katika eneo hilo la wakimbizi wa ndani, maisha yao yamekuwa magumu sana. Familia hizo zinasema zinakabiliwa na ukosefu wa chakula, vitanda, mablanketi pamoja na mahitaji mengine muhimu ya kila siku. Baadhi ya wakaaji wanasema hali ni mbaya kiasi kwamba watoto wao wakati mwingine hulazimika kulala nje bila ulinzi wa kutosha dhidi ya baridi, mvua na hali nyingine mbaya ya hewa. Mmoja wa wanawake waliokimbia makazi yao ameeleza kwamba familia hizo hazina vitanda wala blanketi na pia zinakosa chakula cha kutosha. Hali hiyo inakuwa changamoto kubwa kwa jamii hilo kwa sababu kabla ya kuhama baadhi ya watu wake walitegemea uwindaji kama njia muhimu ya kupata chakula. Lakini baada ya kuhamia katika mazingira ya mjini, shughuli hiyo imekuwa ngumu kuweza kuifanya. Kwa hiyo uwezo wa familia hizo kujipatia chakula kama walivyokuwa wakifanya kabla ya kuhamishwa umepungua sana. Mbali na tatizo la chakula, wakaaji hao pia wanakabiliwa na changamoto katika kupata huduma za kiafya.
Familia hizo zinasema zinakosa dawa na huduma muhimu za matibabu. Wanaziomba mamlaka pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati na kuhakikisha kwamba watu walio katika eneo hilo wanapata huduma za afya kwa wakati. Elimu ya watoto pia ni moja ya masuala yanayowatia wasiwasi wakaaji hao. Wakati maandalizi ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo yakikaribia, familia hizo zinataka watoto hao warudi shuleni kama watoto wengine. Kwa hiyo wanaomba mamlaka kujenga madarasa karibu na eneo wanaloliishi. Kwa mujibu wa familia hizo, kujengwa kwa darasa karibu na kutawasaidia watoto kusoma bila kulazimika kutembea umbali mrefu. Wazazi wanaona pia kwamba hatua hiyo inapunguza hatari zinazoweza kuwakabili watoto wakati wa kuvuka au kutembea kwenye barabara zenye magari mengi. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na zilizoelezwa, eneo la Boikene kwa sasa linahifadhi familia 67 zikiwemo wanawake 92 na watoto 112. Kwa hiyo mahitaji katika eneo ni makubwa, yanahitaji msaada wa haraka. Jackson Kisenga, mtetezi wa haki za watu wa jamii ya Wapigme, anatoa wito kwa mamlaka pamoja na mashirika ya kibinadamu kuongeza msaada kwa familia hizo. Anasema jamii hii ni sehemu ya wananchi wa Kongo na inastahili kulindwa pamoja na kuwasaidia kama jamii nyingine zinazoathiriwa na migogoro. Familia hizo sasa zinaomba msaada wa chakula, dawa, vitanda, blanketi na mahitaji mengine muhimu. Pia zinahitaji msaada katika kuhakikisha watoto wao wanapata nafasi za kuendelea na masomo yao. Hali ya familia hizo inaonyesha hatari kubwa ambayo migogoro ya silaha inaendelea kuwa nazo kwa raia katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Watu wanaolazimu kukimbia makazi yao hawaachi tu nyumba zao, bali pia wanapoteza njia zao za kawaida za kujipatia chakula na kipato. Kwa familia hizo 67 zilizoko Boikene, kipaumbele kwa sasa ni kupata mazingira salama yenye heshima na chakula cha kutosha, huduma za afya na fursa ya watoto kuendelea na masomo. Wito wao unaelekezwa kwa serikali, mamlaka za eneo pamoja na mahitaji ya kibinadamu kuharakisha msaada wa familia hizo ambazo bado zinaishi katika mazingira magumu baada ya kukimbia vurugu katika maeneo ambayo walikuwa wakiishi. Mfuatiliaji mpendwa wa Pepe News, asante sana kuweza kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hizi. Acha basi tuweze kuhitimishia hapa matangazo yetu ya leo. Mimi ni Leta Pepele, mtangazaji wako, na hii ni Pepe News ambayo inakusogezea habari hizi asubuhi ya leo. Acha basi tukutanane katika video ijayo.